Tukio moja, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwenda kumtembelea mtoto wa jirani yake anaumwa, na sio Muislamu, Myahudi. Madina pale Mayahudi walikuwa ni walowezi. Kwenda kumtembelea mtoto wa jirani yake anaumwa, sio mtoto kivile, ni mkubwa. Alipomtazama usoni Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona dalili huyu mtu anaondoka sio muda mrefu. Kaziona zile dalili, akamwambia tamka shahada. Yule mtoto akamwangalia babake, Myahudi babake, naye mwenyewe Myahudi. Mtume akamwambia tamka shahada, kama vile anamuogopa babake. Alipomwangalia babake akamwambia sikiliza anachosema Mtume. Mtoto akatamka shahada. Katamka shahada, muda si mrefu kafariki. Mtume akasema alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kamuokoa dakika za mwisho, roho yake ndio kutoka. Katamka shahada. Kwa nini babake alimruhusu? Na msimamo wake yeye sio Muislamu, ni Myahudi. Inawezekana ni muamala. Na wakati mwingine walikuwa wanampinga, ziko sababu zingine tu za kisiasa, na hasa Mayahudi walikuwa pale Madina walikuwa wanajua fika kwamba ni mtume kweli wa Mwenyezi Mungu, ila tu hawakupenda. Walisoma katika kitabu chao kwamba atakuja mtume wa mwisho, sifa zake 1, 2, 3. Wao wakitarajia kwamba atakuwa Myahudi, kwa sababu wakitazama historia mitume wote waliokuja baada ya Yaqub ni Wayahudi, ni Waisraeli. Na hasa neno hili Israeli ni jina la Yaqub. Yaqub alayhi salam ambaye baba yake Yusuf yeye ndo alizaa makabila 12. Yeye ndo akiitwa Israeli. Na aliitwa hivyo kwa sababu alikuwa safari zake mara nyingi anatembea usiku. Safari ya usiku ndio inaitwa Isra. Ndio maana kuna siku inaitwa Isra na Miraj. Isra ni safari ya usiku, Miraj kupaishwa kwenda mbinguni. Sasa Yakubu yeye alikuwa akisafiri mara kwa mara usiku, sio akapewa jina hilo la Israeli. Na hata tunaposema makabila 12 ya Israeli, maana yake watoto 12 wa Yakubu. Yakubu alimzaa Yusuf. Yusuf alikuwa na ndugu zake 11, na yeye mwenyewe Yusuf ndio alikuwa 12. Hii inapatikana katika surati Yusuf aliposema inni raaitu 11 kaukaba, nimeota nikiona nyota 11, wa 12 ni yeye mwenyewe Yusuf. Sasa mitume wote waliokuja baada ya hapo wanatokana na haya makabila 12. Kwa hiyo hata alipoambiwa atakuja mtume wa mwisho, sifa zake zikatajwa, wakajua atatoka katika kizazi hicho. Wakashangaa na hawakupenda kuona sasa amekuwa sio Muisraeli, ni Mwarabu. Ila walikuwa wanaamini kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Sifa zile wameziona zote. Na ushahidi mzuri zaidi, mtume baada ya kuhamia Madina, wale Mayahudi mbaki katika imani yao ile kwa sababu tu ya chuki, hawakupenda kumfuata mtume ambaye ni Mwarabu. Waliwafundisha maneno ya kusema watu wa pale Madina. Pale Madina yalikuwa makabila mengi, lakini makabila makubwa yalikuwa mawili, Aus na Khazraj. Wakawaambia hivi, mwendeni mkamuulize Muhammad, mkamuulize maswali haya. Wakawapa maswali matatu. Akijibu maswali mawili, moja likamshinda, huyo ni mtume wa Mwenyezi Mungu kweli. Mkamuulize habari ya Hidri ndo nani? Mkamuulize habari ya Dhulqarnain ni nani? Halafu mkamuulize roho ni nini? Akiyajibu haya mawili, akawapa habari ya Dhulqarnain, Hidri, hili la roho akashindwa asijibu, huyo ni mtume wa kweli. Jamani, anayesema hivi anajua hajui? Anajua. Na kweli ndio kweli, akajibu maswali mawili, moja akashinda. Lakini maswali yenyewe mawili alijibu baada ya kupata wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Walipokwenda kumuuliza, hebu tuambie, Dhulqarnain ni nani? Hidri ni nani? Halafu roho ni nini? Nimesema maswali hayo tu, njooni kesho nitawajibu. Akasahau kusema insha Allah. Lakini ni funzo kwetu sisi.
Mwenyezi Mungu anataka kufundisha kitu, mtume kasahau kusema insha Allah, anasema kesho nitakujibu, akitarajia wahi utakuja. Wahi umekuja mara nyingi kwa mfumo kama huu, yasalunaka anil ahilla, yasalunaka anil yatama, yasalunaka anil mahid. Anaulizwa maswali, akishindwa majibu Mwenyezi Mungu anamletea wahi. Na hapa akatarajia kwamba atapata wahi, akasahau kusema insha Allah. Asubuhi watu wanakuja kufuata majibu hamna. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, watu wakasema tuliwaambia muongo huyo, sio mtume, mbona kashindwa maswali yote? Wametofautiana wanazuoni kwamba wahi ulikatika kwa muda gani. Moja kati ya kauli za wanazuoni kwamba zilipita siku 40. Zilipita siku 40, Jibril hajaja kuleta majibu. Mtume akawa mnyonge kwamba kule maneno yashakuwa makubwa, muongo huyo, anasema mtume wa Mwenyezi Mungu, mbona kashindwa? Kawa mnyonge sana. Kauli yenye nguvu kwamba siku 40, kwa sababu mtume mwenyewe anasema zilipita siku 40, niliona kama miaka 40. Zilivyokuwa nzito kwa mtume. Baadaye wakaanza katika maneno walikuwa wanasema wadahu rabbuhu wa qalahu. Huyo Mola wake anempa wahi kamwacha na kamtelekeza kabisa. Wakasema hivyo makafiri. Wadahu rabbuhu wa qalahu, Mola wake amemtelekeza na kamwacha. Mtume kawa mnyonge, basi Jibril alayhi salam akatumwa na Mwenyezi Mungu akaleta majibu, lakini kabla majibu Mwenyezi Mungu alianza kumliwaza mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kaanza kwa kuambia wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Haya madai yako kwamba Mola wako amekuacha, amekutelekeza, ma wadda'aka rabbuka, Mola wako hajakuacha wala hajakutelekeza. Baadaye ndio akaja majibu wanakuuliza Dhulqarnain, waambie Dhulqarnain ni nani? Imeelezwa vizuri katika sura Kahf. Wakiwa majibu Dhulqarnain ni nani? Hidr ni nani? Wayasalunaka ni ruh, wanakuuliza juu habari ya roho. Kuli ruhu min amri rabbi, waambie roho hili ni swala najua Mwenyezi Mungu peke yake, hakuna mtu anajua. Wama utitu min alilmi illa qalila, elimu iliyopewa ni ndogo sana, hamwezi kujua roho ni kitu gani kabisa. Mwenyezi Mungu akakataa roho, hakuna mtu anajua isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu peke yake. Kajibu vile vile alivyosema Mayahudi. Akijibu mawili, akiweza kujibu mawili, moja likamshinda, walijua kusala roho hawezi. Walisilimu? Hao waliosema hivi. Labda wale waliomuuliza tu, lakini waliowapa maswali haya kamuulize mtume wala hawajasilimu. Kwa nini? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, wanaipinga haki hali yakuwa wanaijua vizuri, kwa sababu tu dhulman wa uluwa. Kwa dhulma na kiburi tu. Kwa nini mtume awe Mwarabu? Sisi hatuwezi kufuata Mwarabu. Basi ndio hapo, lakini walikuwa wanajua kabisa ni mtume wa kweli. Sasa maudhui tulikuwa tunazungumzia kwamba vile tunavyoishi na watu inaweza kuwa ni sababu ya watu kuvutika na ule Uislamu wetu, kuvutika na msimamo wetu. Niseme tu kitu kimoja, bahati mbaya sasa hivi misimamo imekuwa si ya kuhamasisha na kuvutia watu wakatamani kile ulichokuwa nacho au vile ulivyokuwa. Misimamo imekuwa ni mikali. Mbaya zaidi, misimamo imekuwa mikali ya kutoana katika dini. Mmesikia kuna kitu kinaitwa dhawabitu takfir. Kuna mifumo ya kukufurishana. Anayekufurisha jamani hapa sio kafiri, ni Muislamu. Nimesema hapo mwanzo, kwa sababu tu ibada fulani kapata mtihani haitekelezi, basi tunamwona kafiri moja kwa moja. Unakufurishwa. Tena mbaya zaidi, wakati mwingine vitu ambavyo ni vya sunna, ufanyi sunna fulani huitekelezi, basi unakufurishwa. Mathalan labda huna sunna ya kufuga ndevu zikitoka tu unazitoa, basi mtu anakuwa kafiri moja kwa moja. Misimamo impitiliza. Tunachosisitizana hapa kuwa na msimamo wa dini ambao msimamo huu utakuwa ni kivutio kwa mtu mwingine kupenda kile ulichonacho. Ongea naye lugha nzuri. Tumesema mwanzo mfumo wa Qur'ani upo hivyo katika kufikisha ujumbe. Kuna lugha ya kuvutia, kutamanisha, lakini kuna lugha ya kutisha. Usipofanya yale anayotaka Mwenyezi Mungu, kinyume chake ukafanya ambayo hataki Mwenyezi Mungu, bwana kuna 1 2 3 adhabu zake ni kali, huwezi kuvumilia. Mifumo yote miwili, tumia mfumo wa kuvutia ambao utamfanya mtu atamani, ikishindikana huko mfumo mwingine wa pili
kumkumbusha bwana, usipotekeleza anayotaka Mwenyezi Mungu, ukayafanya yale ambayo hayataki Mwenyezi Mungu, adhabu zake ni kali, huwezi kuzivumilia. Kwa hiyo nimalizie kwa kusisitiza kwamba tuwe na msimamo katika dini yetu, lakini ile misimamo ambayo itawavutia na watu wengine wapende kuwa kama wewe ulivyo. Kuna mtu mwingine anatamani, lakini tu ya kidunia ndio amemshika. Sisi sote tutakuwa mashahidi. Wangapi mwakumbusha anasema bwana niombe tu. Hakuna hata mtu mmoja akakujibu. Wapo? Maana kwa hajapata taufiki bado. Mtume mwenyewe anaambia na Mwenyezi Mungu, innaka la tahdi man ahbabta wallahu yahdi man yasha. Anaambiwa mtume hivyo, huwezi kumuongoa yule unayemtaka wewe, Mwenyezi Mungu anamuongoa anayemtaka. Kuna mtu unatamani au Muislamu, yani au Muislamu wa vitendo, unamwambia lakini wallahu yahdi man yasha. Na anaweza mtu akabadilika akawa katika msimamo mtu ambaye hukutarajia kabisa. Katika watu ambao mtume alitamani wasilimu ni nani jamani? Ammi yake Abu Talib, kamlea, kamnusuru, kamtetea. Uislamu unashambuliwa, yeye anasimama kutetea Uislamu, kumtetea mtoto wa kaka yake. Mtume alitamani huyu akisilimu, mbona faida kubwa sana. Lakini wapi, mpaka anafariki dakika za mwisho, sasa tamka tu shahada nipate fursa kukuombea siku ya kiyama. Wala alitamka? Alitamka. Hajasali hata sala moja, mtume anasema tamka tu shahada nipate fursa ya kukuombea siku ya kiyama. Takata. Lakini kuna watu walisilimu, mtume wala hakutarajia kwamba watasilimu. Nani huyo? Ni nani? Al-Wahshi aliyomuua Hamza katika vita vya Uhud. Kuna mtu alikuwa ni mtumwa akawekewa dau kubwa, kufanikiwa kumuua Hamza, utapata uhuru wako. Na alimwenda mpaka akampata, akamuua Hamza. Siku anakuja kusilimu kwa mtume, kamuua Hamza. Simba aliyomuua ndo anakuja kusilimu. Mtume hakutarajia. Kwa hiyo hata katika kufikisha kwetu, inawezekana mtu fulani ukatamani huyu akiwa na msimamo huyu, bwana anakuwa yuko vizuri, anatoka katika familia nzuri, anatoka eneo zuri. Yaani umevutiwa labda na eneo analotoka, familia, labda na vile alivyo, ukatamani huyu ndio ana msimamo wa dini, lakini kumbe sio huyo aliyomchagua Mwenyezi Mungu. Na kuna mtu wala hutarajii kabisa, inawezekana anakotokea na vile alivyo hutarajii, lakini ukimwambia mara moja tu ndio kabadilika huyo. Kwa hiyo katika kufikisha kwetu na kukumbusha, tutumie lugha iliyokuwa nzuri ya kutamanisha. Kwanza kule namna tunavyoishi, miamala yetu na Waislamu ambao wako mbali na Uislamu wao hawajitambue, muamala wetu usiwe wa kuwakatisha tamaa. Mpe mtu matumaini. Ndugu yangu, pamoja na kwamba usali lakini bado Mwenyezi Mungu anakuhitaji. Na ndio maana katika hadithi moja Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Muislamu, muumini, mcha Mungu anapoomba sema ya Allah, anamuomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema, anaitika sema naam, mja wangu unataka nini? Lakini mtu muovu anayekunywa pombe, mlevi, sijui mzinzi, akimuomba Mwenyezi Mungu ya Allah, Mwenyezi Mungu anaitika mara mbili. Kwa nini? Mwema mcha Mungu Mwenyezi Mungu anamuitikia mara moja. Unataka nini mja wangu? Nikupe. Lakini mtu muovu akimuomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anaitika mara mbili. Kwa nini? Mwenyezi Mungu anataka watu wote turudi kwake. Hadithi moja Mtume anasema kullu ummati yadkhuluna aljanna, umati wangu wote wataingia peponi illa man haba.